Mabingwa watetezi wa kombe la muungano Simba Sports Club leo kwa mara nyingine tena wanashuka dimbani kuvaana na timu ya mafunzo kutokea pale visiwani Zanzibar. Ikumbuke siku ya jana basi timu ya Yanga wao waliweza kuibuka na ushindi mnono wa chuma 4 huku mwana mfalme Prince Dube akiibuka kuwa man of the match kwenye ile mechi. Ikumbukwe Simba ndio mabingwa watetezi wa kombe hili. Msimu uliopita wao walishinda kombe hili japokuwa timu ya Yanga haikushiriki kutokana na kalenda ya mechi za kimataifa. Kwa hiyo Simba waliweza kuchukua ubingwa kwa kuifunga timu ya Azam hapa visiwani Zanzibar. Na ikumbukwe kwamba endapo Simba akishindwa kulichukua kombe hili la muungano, basi kuna uwezekano mkubwa sana wa yeye kuweza kutoka kapa kwa mara nyingine tena kwenye huu msimu kutochukua kombe lolote, kwa sababu kwenye ligi hali ni ngumu. Yanga ameshikilia usukani, anaongoza kwa takribani pointi 5, na kwenye kombe la FA Yanga mara nyingi kwenye kipindi cha hivi karibuni akikutana na Simba amekuwa akimfunga. Kwa hiyo Simba wanahitaji kupambana ili kuhakikisha wanachukua kombe hili la muungano, kufuta aibu ya kutoka kapa kwenye huu msimu. Ikumbukwe mara ya mwisho Simba kuja katika visiwa vya Zanzibar walikuja kucheza kombe la Mapinduzi, na kwenye hilo kombe walishindwa kuchukua na waliweza kutolewa, na mwisho wa siku timu ya Yanga iliweza kuchukua kombe hili la Mapinduzi. Sasa Simba wanatakiwa kuwa makini sana, kwa sababu wasipoangalia timu ya Yanga inaweza kuchukua vikombe vyote, yani kombe la muungano, kombe la Mapinduzi, kombe la Azam Sport Federation Cup na kombe kubwa kabisa ligi kuu ya NBC Premier League, kitu ambacho itakuwa ni fedheha na aibu kubwa sana kwa timu ya Simba, na hii itakuwa ni the great failure. Simba watakuwa wamefeli endapo watashinda kuchukua kombe lolote kwenye huu msimu. Na ikumbukwe siku ya leo basi Simba atavaana na timu ya mafunzo kutokea pale visiwani Zanzibar. Kama ambavyo tunafahamu timu nyingi za Zanzibar zimekuwa ni timu ambazo sio zina nguvu sana kisoka, zimekuwa ni timu ambazo ziko wiki. Kwa hiyo Simba ana asilimia kubwa sana ya kuweza kupata ushindi wa takribani goli 3 kama ambavyo tuliweza kuona siku ya jana. Timu ya Yanga iliweza kuwavugumiza kuwafunga magoli 4 chuma 4 gongo 4 timu ya Mwembe Makumbi. Timu ya Mwembe Makumbi wao wakaweza kupokea chuma 4 takatifu, na kwenye scoreboard basi tuliweza kumuona Prince Mpumelelo Dube mwana mfalme ambaye siku za hivi karibuni alikuwa kwenye injury, lakini ameweza kurejea tena na kuweza kudeliver performance kubwa sana, na mashabiki wa Yanga waliweza kupata furaha hapo siku ya jana. Sasa siku ya leo katika uwanja wa Amani Complex tena timu ya Simba inatinga kuweza kucheza na timu ya mafunzo ya hapa visiwani Zanzibar. Ikumbukwe katika kombe la Mapinduzi timu ya Simba iliweza kucheza under performance, iliweza kucheza vibaya, kiwango kilikuwa kibovu, na hii ni kutokana na ujio mpya na kocha na baadhi ya wachezaji hawakuwepo kwenye timu kipindi kile, na ndio maana performance ilikuwa ni performance mbovu sana, na mwisho siku waliishiwa kutolewa na kushindwa kuchukua kombe la Mapinduzi. Sasa msimu huu wamerudi tena kwa mara nyingine tena kivingine tena, timu ikiwa tofauti na kipindi kile, timu ikiwa angalau kwa sasa imeanza kujipata, wachezaji wanacheza vizuri zaidi, wachezaji wapya wanadeliver sana, wakina Libase Gueye, Anisa Cheura, bila kumsahau mlinda mlango Mamadou Tanja Kasari wanadeliver vizuri sana. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana wa timu ya Simba kuweza kutetea ili kombe lao kutokana na kikosi chao ambacho kimekuwa kikicheza kwenye mechi za hivi karibuni. Hata kwenye mechi ya dabi ambayo iliweza kuchezeka hapa visiwani Zanzibar, timu ya Simba kwenye mchezo ule iliweza kuonesha performance kubwa na iliweza kufunga goli, na kama kawaida basi changamoto za kibinadamu kutoka kwa marefa ziliweza kukataa goli lile ambalo Simba waliweza kuliandika kupitia mshambuliaji wao mzawa Suleiman Mwalimu Sele. Sele aliweza kufunga goli, lakini kama ambavyo tunafahamu marefa wetu siku zote wamekuwa wakifanya maamuzi ambao yanawanufaisha wao, sio maamuzi sahihi katika soka. Kwa hivyo mimi nawatabiria mema sana timu ya Simba, na watabiria vizuri wanaweza kuchukua kombe hili na kuweza kufuta fedheha ya kuweza kutoka kapa katika huu msimu, kwa sababu wasipochukua kombe hili wanaweza kutoka kapa kutokana na mazingira magumu ambayo yapo katika makombe mengine, ikiwemo kombe la Azam Sport Federation Cup na lile kombe kubwa kabisa la ligi kuu, ambapo Simba wako nyuma kwa pointi 5 mbele za watani wao wa jadi timu ya Yanga. Bwana, mimi niseme sina ziada kutokea mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa nami presenter wako siku zote Rich Mo TZ, the new presenter in town. Kabla sijakuacha, ningependa nikuase mtazamaji wangu wa Bongo 9 uweze kusubscribe channel yako
ya Bongo 9, alafu uweze kutana notification kwa kugusa alama ya kengele, ili kila ambapo tunatoa taarifa zetu za kimichezo na burudani kutokea ndani na nje ya Tanzania, basi uwe unakuwa kwanza kuzipata. Once again, Rich Mo TZ, the new presenter in town.